Inua imani yako, niombe pamoja nawe maombi ya kukumbukwa na watu muhimu. Pengine naongea na mtu ambaye umekuwa na roho ya kusauliwa mara kwa mara. Faili lako linasauliwa, vitu vyako vinasauliwa, watu wa muhimu kwako na kusahau. Walikuwepo watu ambao waliweka ahadi muhimu kwako na baadaye wakakusahau. Walikuwepo watu ambao waliahidi kwamba watafanya hivi na vile kwako na baadaye ukasaulika. Uko mtu mwingine linapofika tu faili lako au zamu yako, kuna dharura inatokea na unasaulika. Kwa umekuwa ni mtu wa kusauliwa. Leo maombi haya yataenda kuwavuta watu muhimu kwako bila wewe kutumia nguvu. Wao wenyewe wataenda kukutafuta. Kila mtu ambaye ni muhimu kwako, kila mtu ambaye amebeba majibu yako na amenyamazishwa kimya na shetani, amesaulishwa na shetani, basi maombi haya yataenda kuwapeleka huko, yataenda kuwaendea na wataenda kukukumbuka. Haki yako itakumbukwa. Kama kulikuwa kuna faili lako, kuna jambo lako lilikuwa limewekwa pending kwa muda mrefu, basi maombi haya naomba Mungu kwa ajili yako yataenda kufanya uweze kukumbukwa katika jina la Yesu. Kitabu cha Hesabu sura ya 10 mstari wa 9 kinazungumza ya kwamba nanyi mtakumbukwa mbele za Bwana Mungu wenu, nanyi mtaondolewa mbele, nanyi maadui zenu wataondolewa mbele yenu. Kuna maadui inabidi waondolewe kwako kwa kukumbukwa na Mungu. Kuna vitu ambavyo vinatakiwa vifunguliwe kwako kwa kukumbukwa na watu muhimu. Yani mtu muhimu anapokukumbuka, basi wewe ndio unaweza kufanyikiwa, wewe ndio unaweza kwenda mbele, wewe ndio unaweza kuinuliwa. Kuna wakati Yusufu alikuwa gerezani, lakini kulikuwa kuna jambo lilitokea ambalo lilifanya akumbukwe. Kwa hilo jambo tu Yusufu aliyekuwa gerezani akaweza kuondolewa gerezani na kubaki uraiani, kwa sababu kuna mtu muhimu akamkumbuka. Akakumbuka vile alivyokuwa anafanya Yusufu. Akakumbuka Yusufu alikuwa ni mtafsiri wa ndoto. Nami nakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akukumbuke. Watu wa muhimu katika maisha yako wakukumbuke. Kuna watu mna roho ya kusauliwa, roho ya kusaulika. Yani unasauliwa na mwingine umeingiziwa hata roho mwenyewe unasahau. Yani mwenyewe unapoteza kumbukumbu, unasahau mara kwa mara. Na kuombea kwa jina la Yesu ukakumbukwe na watu muhimu. Ukakumbukwe na watu muhimu. Nisaidie jambo hili. Andika jina lako kwenye karatasi nyeupe. Andika jina lako kwenye karatasi nyeupe. Majina yako matatu yaandike tu mwenyewe. Alafu utakapoendelea kuomba pamoja na mimi, utaona Mungu anafanya kitu. Andika jina lako vizuri. Andika na namba yako ya simu ambao unataka watu wakukumbuke. Andika jina lako na namba yako ya simu. Na kuambia kwa uweza wa Mungu utaenda kuona mkono wa Mungu. Oh, haleluya. Kwa nguvu za Mungu utaenda kuona Mungu anakuvusha mahali ambapo kwa nguvu zako, juhudi zako, watu waliokuzunguka, hekima yako na utaalamu wako na uzoefu wako usingeweza kuvuka hapo, lakini hekima ya Mungu inaenda kuvusha leo katika jina la Yesu. Mungu, nimeinua mikono yangu juu, ishara ya kuamini kwamba wewe ndio unayetupa vyote. Sina nguvu nyingine, sina silaha nyingine, sina chochote. Ninamuinua mtu huyu na jina lake sahihi. Yuko mtu mwingine yuko kwenye mazingira ambayo ameshindwa kuandika jina, lakini imani yake imeinuka kwako. Yuko mtu mwingine ameandika namba yake ya simu na jina lake hapo. Imani yake ni kwako. Mungu, unasema kwenye neno lako ya kwamba utaagiza malaika watulinde, utaagiza malaika watupiganie. Nami naomba wale malaika ambao baada ya maombi ya kanisa kipindi cha Petro walipokuwa gerezani, walipoendelea kuomba bila wao kujua, Mungu tuma malaika wako wa ukumbusho, akamkumbuka Petro kwamba amefungwa na hana mtetezi, hana msaada, amekata tamaa, amebaki mwenyewe. Mungu lituma malaika akaenda kumtoa Petro kwenye gereza kwa namna ya muujiza. Huo muujiza wa malaika ndio nautaka kwa mtu huyu. Nami natuma malaika wa ukumbusho. Oh, haleluya. Namtuma malaika wa ukumbusho aangalie namba yako ya simu. Umesema Mungu ya kwamba sisi ni bora kuliko malaika, na umetupa kibali na upendeleo kuliko malaika, na malaika ni wajumbe wako na ni watumishi wetu, wanatutumikia. Nami na waamuru malaika wa ukumbusho, chukua namba ya simu hii ambayo inasomeka hapa. Nenda kwenye kila mahali ambapo namba hii ya simu ipo, na watu wa muhimu ambao mtu huyu alikuwa amezuiliwa. Huenda kuna roho ya ukungu, roho ya giza ilikuwa imesimama katikati ili mtu huyu asaulike. Kuna mtu muhimu, kuna watu muhimu inabidi wampigie simu mtu huyu, inabidi wamtafute, wamuone. Kuna watu muhimu inabidi akutane naye. Baba, ninaombea hata jina hili, naliombea kibali cha kukutanishwa na watu muhimu, naliombea kibali cha kukutanishwa na watu waliobeba hatima, watu ambao wakikutana nao mtu huyu wataweza kuwa baraka, wataweza kuwa daraja la kumvusha mahali fulani. Kuna mahali hawezi kuenda na kufikia bila kukutana na mtu fulani. Mungu, naomba huyo mtu ambaye Mungu ulimuandaa, malaika wa moto na wazamu na ukumbusho waende wakamkokota, haijalishi yuko wapi, haijalishi yule mtu yuko wapi au watu hao wako wapi, na wavuta na kuwazua
tu njoo kwa jina la Yesu, njoo kwa jina la Yesu. Kutanishwa na mtu huyu, malaika ukumbusho na kuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, nenda kamletee watu wa muhimu mtu huyu. Naamuru hii namba ya simu ipokee watu muhimu kwa jina la Yesu. Ukapigiwe simu na watu ambao walikusahau kwa muda mrefu na wakakuletea habari njema, wakakuletea habari njema. Ukakumbukwe na Mungu sasa, ukakumbukwe na Mungu sasa. Kama faili lako lilikuwa pending, lilikuwa limewekwa pembeni kwa kusaulika, ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa kuwa tunao mamlaka ya kuamuru chochote kije na kiondoke. Ninaamuru kwa jina la Yesu faili lako likumbukwe. Kama kuna mahali ulifanya interview, kuna mahali uliendaga ukaonekana alafu watu wakakusahau wakakupuuza, ninakuombea kwa jina la Yesu ukatafutwe kwa jina la Yesu, ukatafutwe kwa jina la Yesu, ukatafutwe kwa jina la Yesu. Sijui naombea nani, sijui naomba na nani, lakini Mungu ananisukuma ya kwamba unaenda kutafutwa kwa jina la Yesu. Mungu ananipa amani ya kwamba unaenda kutafutwa katika jina la Yesu. Sijui ya maombi niliandaa kwa ajili ya nani, lakini msukumo niliopata ni kwa sababu kuna mtu mmoja ambaye umepitia kusaulika, ambaye umepitia machozi ya kusaulika. Upo tu mwenyewe, kuna mambo mazuri uliyofanya, kuna wema ulifanya, kuna vitu ulitenda kwa watu, lakini ulirudishiwa ubaya au kurudishiwa faida kama ulivyofanya kwa watu wengine. Kuna watu ulioweka mahali fulani, kuna watu uliowavusha, uliokutanisha na watu fulani, lakini wewe umebaki mwenyewe. Ninakuamuru ewe malaika uliye katika mamlaka yangu, uliye katika saiko yangu, uliye katika uwanda wangu, ninakuamuru malaika, nenda kwa mtu anayesikia maombi haya, nenda huko kwa jina la Yesu, ukamfanya kubalike, ukamfanya kumbukwe. Hilo jina lililoandikwa mahali hapo lipokelewe kwa kukumbukwa, lipokelewe kwa kibali. Pokea kibali. Namba yako ya simu, pokea kibali kwa jina la Yesu. Pokea kibali. Watu wako wa muhimu na wa connect na wewe kwa jina la Yesu. Pokea connection, pokea connection, pokea connection, pokea muunganiko, pokea muunganiko, pokea muunganiko. Wengine ni watu wa muhimu kwenu ambao ni wamebeba majibu yenu. Mwingine inabidi ukutane na mume wako, amezungushwa na amuru akukumbuke, akutafute. Na amuru akutafute. Mwingine mke sahihi nataka ukutane naye, na amuru akutafute. Mwingine kuna mtu amebeba biashara yako, kuna mtu amebeba majibu ya wewe kwenda kufanya kazi mahali fulani. Kuna mtu ambaye Mungu akimfanya aweze kukukumbuka unapanda cheo. Kuna mtu ambaye Mungu akimfanya kukumbuke atakuongoza mahali fulani. Huwezi kufika mahali fulani bila kuongozwa. Pokea malaika wanahusika na ukumbusho, wakukumbuke kwa jina la Yesu. Jina lako likumbukwe, jina lako liwekewe alama leo. Na mtu yoyote ambaye alikusahau, na muondolea amani yuko aliko, mpaka amekutafuta kwa jina la Yesu. Na ijulikane kwamba yuko Mungu aliyekaa ndani yangu. Maombi haya kathibitike na kudhirika kwako kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Imekuwa kwa jina la Yesu. Naitwa mchungaji Godwin Ndelwa kutoka Dar es Salaam, Mbezi ya Maraba Mawili. Na hakika maombi haya yamekuwa dawa na tiba kwako. Hakuna neno gumu la kumshinda Mungu. Kwa Mungu yote yanawezekana. Yarudie maombi haya. Inua tu imani yako. Utaona mambo makubwa na ya ajabu, na utanipa ushuhuda. Unasikia kuendelea kujiambatanisha nami katika maombi mbalimbali? Karibu kwa namba ya WhatsApp iliyoishia na 79. Kuna watu ambao mnanipigia simu na shindwa kupokea. Usikate tamaa. Kuna mtu ulituma message unasema nimekata tamaa, huyu mtumishi hajibu message. Tuma tu, watu ni wengi, na nitaijibu message yako, nitakuweka kwenye mfumo wa kukuhudumia. Lakini ikiwa sikuhudumie kwa njia ya WhatsApp, usikate tamaa. Unaweza ukaingia kwenye WhatsApp yako hiyo, ingia eneo la status yako, andika maombi ni dawa by Pastor Godwin Ndelwa. Kwenye status yako utaona imekuja channel ya maombi ni dawa by Pastor Godwin Ndelwa. Ukiingia hapo, ukinifollow, yani ukijiunga, basi maombi utayapata wewe moja kwa moja hata bila kutumia nguvu kubwa. Lakini pia njia nyingine, unaweza kaingia TikTok ukaandika maombi ni dawa by Pastor Godwin Ndelwa. Hakikisha uko kwenye channel yenye zaidi ya watu 50,000 au zaidi ya watu 160,000. Hizo ndo channel zetu za TikTok. Lakini pia unaweza kaingia YouTube kwa kuandika maombi ni dawa. Ukiandika tu maombi ni dawa nitakuja pale. Subscribe kwenye account hiyo, au andika maombi tiba. Ukiandika maombi tiba, subscribe kwenye channel hiyo, utakuwa mmoja kati ya watu wanaopata huduma kwa haraka. Lakini pia unabarikiwa na huduma yangu. Unasema mtumishi wa Mungu unanibariki, yani nikisikia maombi yako nasikia kufunguliwa. Unaweza kujiconnect na kujiambatanisha na huduma hii kwa kusapoti au kwa kuachilia sadaka yako ya upendo kwa namba iliyoandikwa sadaka, au namba hiyo ilishia na 79, au hiyo ilishia na 91, namba ya M-Pesa. Utakuwa umefanya jambo kubwa. Injili ni gharama, ili iweze kuwafikia watu wengine kuna gharama ambazo inabidi tuweze kuzifanya, lakini injili ni bure, maombi ni bure, na sadaka ni hiari. Mungu wa mbinguni akubariki, akutendee mema. Uwe na wakati mzuri.